Kala alipogeuza kichwa anamkuta mwanaye akitekwa na ule jamaa Kevin. Kala hakuamini kama mwanaye anaondoka, akaanza kumkimbiza, lakini alikuwa tayari ameshachelewa. Kevin alikuwa tayari ashambeba mtoto na haraka aliliondoa gari kwa spidi ambayo ya kutisha. Kala akadondoka chini, lakini akadondosha simu yake pamoja na kitu kingine ambacho hajakijua vizuri. Kala akakimbilia haraka kuchukua ndinga yake, na alipoiwasha hakuwa na mswalia Mtume. Huyo moja kwa moja anaanza kukimbiza, lakini alipotaka simu kupigia maaskari, ile simu ikawa tayari ameshaidondosha pale chini. Kala akaendelea kumkimbiza mhalifu alimteka mtoto wake, lakini hapa magari yanaingiliana, gari zile za kutoka za njia mbalimbali tofauti, lakini Kala hakujali hilo wala kuangalia chochote, na hapa gari ikasimama. Kala akashuka ndani ya gari yake na kwenda kugonga, lakini mwisho wa siku gari ikaruhusiwa tena. Kala akaomba msaada, jamani, amemtekea mwanangu. Machizi wote akawamuelewi. Kala akazidi kuchanganyikiwa, akaingia ndani ya ndinga yake na akaanza tena kuikimbiza ile gari bila msaada Mtume. Magari makubwa yanamzinga, lakini Kala anasema, jamani, Mungu naomba nisaidie mwanangu Kevin nimpate. Kala akazidi kuwasha moto na zidi ya moto ndani ya magari, ndani ya barabara. Kapatikana yule mjamaa mhalifu, akaingia barabara ya kushoto, na Kala alipojua kama akamkosa yule mtu akasema hapana, akapiga zake reverse ili mradi kwenda kuokoa maisha mwanae, na watu nyuma msori Mtume ajali zinakosekana, lakini Kala akadili na mhalifu. Kala akaanza kumuunganishia tena, na mwisho siku akakutana tena, lakini hao wahalifu wakaanza kutoa vitu ili mradi kusababisha matatizo au ajali, ili mradi huyu Kala asiwafuatie, na mwisho wa siku kweli wakabahatika kufanya ajali, lakini ajali ile haikutokea kwa Kala, ikatokea kwa watu ambao walikuwa pamoja naye. Wakamwambia, wewe sikiliza, unatushughulisha, tutamchinja mwanao kichwa chake, punguza spidi na ingia barabara nyingine. Kala kaangalia kuona acha nitii, kwa sababu mwanae ni wa pekee, mwanae ndo mapenzi yake. Frank yuko kule, mtoto wake hana moja wala mbili. Basi Kevin akaendelea kumsurutisha Kala, lakini yuko nyuma anaendelea kuwafuata taratibu, na wakaendelea kufuata. Lakini hapa askari polisi baada ya kuona dada huyu Kala akiendesha gari ovyo, ikabidi amwambie bwana simamisha. Dabu adhabu zikawashwa. Kala kumtaarifu, bwana hawa wamemchukua mwanangu. Askari yule anamwambia simamisha gari, ambaye bwana hawa wamemchukua mwanangu, amenitekea mwanangu. Askari ambaye pumbavu, simamisha gari pembeni. Lakini yule mhalifu Kevin akaanza kumgonga moja kwa moja, na askari akapoteza maisha pale. Kala akaona jamani, tusababisha mtu mwingine akafa hapa, ikabidi asimamisha gari yake taratibu, na Kevin kule akasimamisha. Akakuta baba ni Frank, akaje ajue kama mwanae Frank yuko hai ama tayari amekufa. Akashuka Kevin akamwambia tulia nikufuata, akaanza kumkimbiza na kisu. Kala akaingia ndani ya gari, akarudisha reverse kwanza ili mradi apate maelewano, apate maelezo, lakini Kevin akamwambia hakika tulia hapo, lakini Kala akasema unijui, akamwosha gari, akataka kumgonga ili mradi amtambaratishe maisha yake. Lakini hapa Kala akabana break yake kumwangalia Kevin anasemaje, na mwisho wa siku Kevin akamwambia bwana sikiliza, hapa tuongee mawengaji. Kala akamwambia hamna shida, chukua pesa zote ziko humu, chukua, mimi ninachotaka mtoto wangu tu Frank. Basi ukishanipa mwanangu Frank, mimi narudi na kuacha wewe na maisha yako, na maisha yako yaendelee. Kevin akamwambia ngoja kwamba nikote wallet. Alipokota wallet akarudi ndani ya gari, na Kala alijua mwanae Frank ameachiwa na kina Kevin, lakini Kevin akamshusha mkewe, na mkewe akaja akamwambia sikiliza wewe, inabidi ufuatane na mimi ukanipe $10, na dola hizi ukishanipa mimi mwanao na mume wangu tutamwachia huyu na maisha yako yataendelea. Kala bila ubishi akaukubali, jamani acha nikubali kwa sababu kwa maisha mwanae Frank. Lakini hapa ndani ya gari walipofika, Kala akaona bora jitete kwa sababu ile milioni 10 inahitajika atoe, yeye hana, ikabidi ongeza spidi na kuendelea kufanya mambo fulani. Hawa leo majambazi wameingia chocha kike, wameingia katika single mother huyu asiyekuwa na mswali Mtume mbele ya mapenzi ya mwanae. Kala akazidi kujitetea, na mwisho wa siku ile mama mkewe na Kevin akatolewa nje, na mwisho wa siku Kala akatoka taratibu ndani ya ile underground na kuvaa nguo ya yule mama, lakini anapomwangalia ndani ya kioo setimira anamwona yule mama hajafa. Ikabidi afanye kuchukua zile nguo za yule jamaa na kutoa ishara bwana tayari. Lakini kumbe mchezo ule ulienda na mchizi. Baadaye kama akashtukia Kevin akajua huyu sio mama chanja huyu, maana wana ishara zao, akabidi akaongeza spidi, na Kala akajua kama tayari ameshashtukiwa, akaendelea kuikimbiza gari, na gari hapo ndio kuikimbiza jamaa akajifanya kama anamtoa Frank hata kumtupa. Kala akapiga breki, jamani no mwanangu mimi sijangamkosa. Kala akaanza kutumia akili na kumfuata taratibu na kujua huyu jamaa si mtu wa mchezo, kwa sababu hii biashara inaonekana ya kwao. Lakini hapa akapotezana naye, na mwisho siku foleni kubwa na gari nzito zinatoa moshi wa ajabu. Kala akashuka, na aliposhuka kuta ajali kubwa sana ambayo jamaa alishasababisha na kuondoka na ile gari ambayo ilibeba mwanae na mchizi tayari imeshasepa. Lakini alipoangalia kushoto hapa aliona kama kuna namna fulani imetokea, na kuna njia aliona kama mtu alitembea kwa mguu. Hapa nakuta koti la Kevin, akaliangalia ile koti, akapapasa macho. Mwisho wa siku kwa mbali anaiona dinga nyeusi kichomoza, akasema huyu si mwingine atakuwa ni yeye, amebeba mwanangu, acha nimuunganishie moja kwa moja. Akasema no way out, akaendelea kabisa gari hili likadondoka kwa pembeni. Akasema nilisha kuona Kevin nataka mtoto wangu huyu nyambaratika leo. Dada amekubali kufa naye na kula naye sahani moja. Huku njiani wanaendelea kubishana.
Kala anamtaka mtoto wake na Kevin, lakini mwisho wa siku gari ya Kala inaisha gesi na gesi inakuwa tena pale. Haiwezekana anapojaribu kukimbiza gari, lakini nguvu ya kukimbiza gari ina damu ni uongo tena, hapo angetongopea mpaka basi. Kala mwanae anamkosa, mara hapa anaangalia kuna huku linatokea ndinga lingine. Kala ikabidi aombe msaada, jamani naomba nisaidieni mwanangu Frank namkosa. Ikabidi amueleze mchizi, bwana sikiliza ile gari ya mbele pale jamaa yake ile moja la mbili awe. Kumbe jamaa Kevin akuondoka kaibutua ile gari vibaya na mwisho siku wakapoteza fahamu, lakini fahamu ile kutoka vizuri. Mchizi Kevin alirudi na kutaka kusambaratisha wote. Kala alipoangalia vizuri hapa anamwona mchizi tayari ameshakufa na jinsi ya kutoka jamaa akaanza kupiga risasi, kumbe alikuwa kwenda na gari amejibana. Kevin akasema hapa ngoja nimemaliza mchezo kabisa, hiyo hela acha tuikose na mwana tutamuuza tu kama mtwana. Basi Kala kaenda na gari yake ambayo ilisha gesi na mwisho siku ile gari haiwezi kutoka pale kwenda sehemu yoyote. Basi jamaa akabomoa bwana, ile jamaa kupeleka mkono akajilei bwana. Kala kadili na ule mkono vikali, jamaa kila kijitoa ajishambulie, lakini anakuwa Kala akaiweza akairudisha nyuma tu reverse ile gari, maana kwa sababu ilisimama pale ikaenda kabota na mwisho siku yule mchizi akapoteza maisha. Kila akimwambia Frank uko wapi, jamaa akawa tayari ameshakufa, lakini akamsearch vizuri, akatoa ID yake ndani ya kitambulisho chake cha utambulisho wa maisha, akajua yule mchizi anapokaa na akafuata location hili mpaka nyumbani kwake, akamkuta yule dada alipambana naye kwa hapa anaongea na simu na kwamba anamtaarifu tajiri kwamba watoto washapatikana, kama vipi njoo chukua watoto wako tupe hela zetu, maana kisha waka mamake ni mkorofi kisenzi. Dada akachukua simu akapiga polisi na kuambia jamani, hapa tumezidiwa na kuna watu wanafanya mambo mabaya. Lakini hapa alipoendelea akakuta watoto wengi wamewekwa kule kutokana na hawa, kumbe ni wafanya biashara maarufu ambao kazi yao ni kuteka watoto na kuwauza ama watoto na kuwafanya biashara. Watoto wengi wanaogopa. Dada akamchukua mwanae Frank akamwambia basi ngojeni nitakuja kuwafuata. Akatoka na Frank, lakini mbwa wa uimama au mbwa hawa watu wakawa wanalia sana. Kipindi hicho Kevin ndiye alipoteza maisha na mke Kevin ndiye alibakia, lakini Kevin alikuwa nyumbani kwake anafuga bonge la mbwa. Mbwa yule akawafuata, lakini mama na mtoto wake wakaingia ndani ya maji na akatoa kiboti kidogo ambacho kilifunga pale, kaonesha kama wao wako ndani ya boti ile wanaondoka, lakini kumbe wako chini ya daraja. Mbwa kwa sababu ana hisia tofauti, lakini kwa sababu binadamu hawezi kukaa ndani ya maji daima, mbwa alijua. Na mama hapa akasema ngoja nizamie nikuonyeshe kama mimi ni nyambizi. Akamchukua dada yule kwa sababu ni kibonge kama Judith Bonge. Mwisho wa siku huyo akazama naye ndani ya maji. Judith bwana kila kitu kujipapatua, anajikuta Judith anaondoka. Mwisho wa siku kibonge kile kikafa na mwisho hapa akawafuata watoto kwa rudi, jamani hakika mimi nimeshakuja, lakini hapa kipi nataka kutoka nao. Mchizi kaingia moja kwa moja, vipi hapo chini na ulinzi hapa? Akamwambia bwana hapana, mimi nimekuja kuwaokoa watoto hawa. Lakini dada kuna namna alikumbuka kama huyu, mbona kama alipigwa simu na sauti kama ndio yeye nilimsikia kama akipigwa simu kama aje kuchukua watoto hawa. Akasema usinani wewe, jamaa akitaka kutoa bunduki yake akachezea sepetu moja na mwisho wa siku akadondoka chini. Akasema leo ndo mwanzo na mwisho kuuza biashara ya watoto na kufanya watoto tuteseke wenyewe wazazi kama sisi. Na mwisho wa siku maskari wanatimba pale na kumtakala mali yote ashalimaliza. Mwanamke jasiri huyu ameokoa watoto wake na ameokoa watoto wa wenzake. Maskari